Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba bila kuchoka anazunguka huku na huko kuelezea utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo inaendelea kutekelezwa na serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini si hayo tu, baadhi ya Watanzania wana changamoto mbalimbali ambazo kama kiongozi unapaswa kuzitafutia ufumbuzi. Mfano, mama huyu aliyefahamika kwa jina la Sayuni Jackson anamlalamikia mkandarasi ambaye alitumia mbao zake za ujenzi wa shule eneo la Mkuranga, mkoa wa Pwani, zenye thamani ya shilingi milioni 79 ambazo hadi leo hajalipwa. Mimi ni mjasiriamali, nauza mbao Mbezi, Dar es Salaam. Akatokea mkandarasi akaja ofisini kwetu akasema tunahitaji mbao kule Mkuranga, shule inajengwa Kizampala. Ni kweli zile mbao tukaandikishana kwanza, wakasema wewe peleka mbao, ukishapeleka mbao zikishaisha alafu huyu mkandarasi atakuandikia barua, utaleta huko halmashauri, sisi tutakulipa moja kwa moja kupitia kwenye akaunti yako. Mbao ni kweli zimetumika na umesupply katika shule ya Kizampala, ila sasa yule mkandarasi amesimamishwa. Sasa hivi kama nataka madai ya milioni 79,530,000, nenda mkawashtaki mahakamani, ndio utapata haki yako huko. Nikiangalia sasa, mheshimiwa, benki inanidai, wanataka kuniuzia nyumba yangu. Ukienda kwa mkandarasi anakuambia sina hela, ukienda halmashauri wanakujibu hivyo, wakati wao ndo walioniaminisha kwamba tutalipa moja kwa moja. Ndio maana hata kampuni yetu ya Masayuni ikakubali kupeleka kusupply zile mbao. Na hili ni neno la faraja kutoka kwa waziri mkuu. Haya, kwanza tulizana wala usilie, utalipwa fedha yako. Asante. Wewe nyamaza kimya, kaa kimya, utalipwa. Hebu vuta pumzi kwanza, tulizana, utalipwa fedha yako. Asante mheshimiwa. Rasi, mpigie Rasi wa Pwani. Njoo hapa uonane na katibu tawala wa Pwani. Asante mheshimiwa. wa Singida, mpigie Rasi mwenzako wa Pwani. Mpigie mpaka inapofika Juni 30 wamlipe huyo mama. Hakika kwa maelekezo haya ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, tabasamu limerejea kwa mama huyu. Kwa kweli nashindwa kumlinganisha na nani, ila anachomwombea tunasema Mungu aendelee kumbariki, abariki kazi zake na aendelee kumkirimia. Kwa kweli hiyo hekima alionayo aendelee kuwa nayo hivyo hivyo, aendelee kutusikiliza watu wa chini kama sisi ambao tunadhulumiwa haki zetu na hatupewi hata msaada wa kusikilizwa. Yupo mwanamama mwingine ambaye huyu ni miongoni mwa wananchi ambao wanalalamikia kutolipwa fedha zao na kampuni mbili ambazo waliwauzia zao la tumbaku na hawakupata malipo yao. Chama chetu cha Umoja tulimuuzia huyu bwana Magefa, sijui ni mama Magefa, tumbaku zetu tangia mwaka jana mpaka sasa. Mheshimiwa Waziri, hatujapewa hizo pesa. Waziri Mkuu akatoa maelekezo, ndani ya hizi siku 14 walipe, na mimi ifikapo Juni 30 nipate hiyo taarifa kwamba wameshalipa. Sawa, tutajitahidi mheshimiwa. Wewe waambie. Sawa. Waambie ni maelekezo, sio ajenda ya mjadala. Walipe. Sawa. Asante mheshimiwa. Haya. Mama huyu amekuwa na neno hili la shukurani. Ni ujio wa waziri mkuu, kwa kweli tunamshukuru sana waziri mkuu, lakini tunamshukuru na mama Samia kutuchagulia waziri mzuri kama huyu anayejua matatizo ya wananchi. Tunamwombea kwa Mungu amsaidie. Hakika Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kuleta tabasamu kwa Watanzania, na haya tunayashuhudia kupitia ziara hizi za Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Mimi ni Beni Mwanantala.